Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu za kimataifa, hasa pia kutoka vita ya Urusi na Ukraine. Hichi ambacho pia kimekuwa kikijiri katika vita hii ya Urusi, naweza nikasema kwamba sasa itabidi ifike wakati sasa tusiwe tunapeana taarifa, yaani tu kwamba tuwe tunapeana kama simulizi ya kila ambacho pia kinakuwa kinajiri kutoka mstari wa mbele wa kivita. Kwa mfano, jana kama mnakumbuka pia na kama umekuwa kunifuatilia, niliwapatia taarifa kuhusu Urusi kwa zingira wanajeshi wengi sana wa Ukraine, takriban 10,000, ambapo mkuu wa wafanyakazi kutoka Urusi Bwana Gerasimovi alithibitisha hivyo kwa Bwana Putin ya kwamba jeshi lao la Urusi linazingira wanajeshi wa Ukraine takriban 10,000 katika maeneo ya Kupiansk huko Donetsk. Lakini sasa taarifa pia ambayo ilitolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi siku ya Ijumaa jioni ya wiki iliyopita jana ni kwamba wanajeshi wa Urusi walikuwa wamekomboa makazi takriban 10 kutoka maeneo tofauti kutoka mikononi mwa wanajeshi wa Ukraine, na maeneo mengi yalikuwa katika eneo ama katika mkoa wa Donetsk, ambayo wanasema Jamhuri ya Watu wa Donetsk kwa mujibu wa jina la Warusi ambavyo wenyewe mkoa huo wanapenda kuuita. Sasa taarifa pia ambayo imetolewa muda mchache ambao umekwisha kupita na imethibitishwa na wafanyakazi wa vikosi vya ulinzi wa Ukraine ni kwamba vikosi vya Ukraine pia tayari vimekomboa makazi ama vijiji takriban vijiji viwili kutoka huko mkoani Donetsk. Kwa hiyo hii ni sawa na kwamba piga ni kupige, chukua ni chukue. Kwa hiyo ukiangazia pia namna ambavyo vita hii imekuwa ikienda, unaona kama inabidi sasa ifike hatua sasa tuanze tu kama kupeana simulizi ya kila ambacho kinakuwa kinajiri kutoka mstari wa mbele wa kivita. Na mimi niko hapa basi kila siku hakikisha kwamba mnapata ripoti zote kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambako majeshi ya Urusi pia yanasonga mbele. Nje na huko pia Ukraine bado inasonga mbele kwa kurudisha makazi kadhaa ambayo Urusi inajaribu kuyashikilia ama inahitaji zaidi kuyashikilia kwa upande wa Urusi. Karibu sana katika taarifa ya muda huu. Kwanza nitakupatia taarifa kutoka Ukraine na pia utapata uchambuzi kinagaubaga kabisa ama uchambuzi wa kina kuhusu hicho ambacho sasa kinajiri katika vita ya Urusi na Ukraine. Wafanyakazi wakuu wa vikosi vya ulinzi wa Ukraine wamesema ya kwamba vikosi vya Ukraine vimekomboa vijiji viwili mashariki mwa mkoa wa Donetsk, takriban kilomita 30 pekee, zikiwa ni maili 19 kaskazini mwa mji wa Pokrovsk uliozingirwa. Wafanyakazi wamesema hivyo jioni ya Oktoba 26 kuamkia Oktoba 27. Wafanyakazi wakuu walisema ya kwamba wanajeshi wa Ukraine waliokuwa wakiendesha shughuli zao katika eneo hilo waliwaondoa wanajeshi wa Urusi kutoka Kucherevy Yar na Suketsk katika siku 10 tu zilizopita, japo hakujaweza kuthibitishwa madai haya kwa uhuru zaidi. Ripoti ya wafanyakazi wakuu wa Ukraine inakuja karibu miezi mitatu baada ya vikosi vya Urusi kufanya harakati za ghafla za kilomita 10 katika siku chache tu kuelekea barabara kuu inayounganisha eneo la Kramatorsk na Dobropilya mapema kabisa katika mwezi Agosti mwaka huu. Na tangu Urusi iliposonga mbele kwa kasi katika eneo hilo, vikosi vya Ukraine pia vimerudisha vijiji 9 na vingine 9 vimeondolewa kabisa kutoka kwa vikundi vya hujuma vya Urusi. Wafanyakazi wakuu wamesema katika chapisho lao kwenye Facebook kuhusu taarifa hii. Kundi la ufuatiliaji wa uwanja wa vita la Deep State kutoka nchini Ukraine, ambalo pia hufuatilia maeneo ya wazi, pia limeonyesha vijiji vya Kucherevy Yar na Suketsk kama vinavyodhibitiwa na vikosi vya Ukraine, ambako vijiji hivyo viko takriban kilomita 20, zikiwa ni maili 12 kutoka Dobropilya, mji ambao vikosi vya Urusi vimeshambulia vikali tangu uvamizi wa mwezi Agosti. Katika upande wa mbele, vikosi vya Urusi pia vinaendelea kufanya mashambulizi katika sekta nyingi licha madai ya Ukraine ya kwamba vikosi vyake vimezuia kasi ya Moscow. Vikosi vya Urusi pia tayari vimeingia huko Pokrovsk iliyokumbwa na mzozo wa muda mrefu, vikizunguka kile ambacho kilikuwa kitovu muhimu cha vifaa vya kijeshi vya Ukraine, na vinajaribu kukaribia zaidi jiji hilo ili kulazimisha Ukraine kuweza kuondoka kabisa katika eneo hilo. Naye Jenerali mkuu alikiri mnamo Oktoba 26 kwamba Urusi imekusanya wanajeshi wapatao 200 huko Pokrovsk, wakiingia katika vikundi vidogo vya watembea kwa miguu, wakiripoti mapigano ya risasi na ndege zisizo na rubani katika eneo hilo.
Kikosi cha 7 pia cha vikosi vya anga vya Ukraine kilikiri kupenya kwa Urusi kwenye reli mnamo Oktoba 20 ya mwaka huu. Hiki sasa ndicho pia ambacho kimenifanya niseme ya kwamba sasa itafika hatua tuanze kupeana kama simulizi ya kwamba jana kitu fulani kimefanyika kutoka mstari wa mbele wa kivita kwenye vita ya Urusi na Ukraine, na leo pia kipi kimefanyika, kwa sababu ukiangalia pia ripoti kama hii inaonyesha vile ambavyo pia Urusi na Ukraine bado zinapambana zaidi katika mstari wa mbele wa kivita. Kwa mfano, nilisema kwamba kwa mujibu wa ripoti ya Gerasimov ambaye ni mkuu wa wafanyakazi huko nchini Urusi, alithibitisha jana mbele ya Putin ya kwamba vikosi vingi vya Ukraine karibia 10,000 na vimezingirwa na vikosi vya Urusi. Maana yake kuna asilimia kubwa sana wanajeshi wa Ukraine kwamba hawasongi mbele, ila wako chini ya vizingiti vya vikosi vya Urusi. Na moja pia ya maneno ambayo aliyasema, ambayo aliweza kutaja kwamba wanajeshi wa Urusi wamezingira ni huko Kupiansk na Krasnoarmeysk, ambako pia eneo moja liko huko mkoa wa Kharkov, na Krasnoarmeysk iko katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Manake sasa ukiangalia hapa kwamba ambacho kinafanyika kwenye mstari wa mbele wa kivita ni kama ni vuta ni kuvute. Manake licha ya kwamba Urusi imekuwa ikiripoti taarifa zenye mafanikio zaidi kutoka mstari wa mbele wa kivita hasa Donetsk, lakini pia jitihada za Ukraine bado zinaonekana kuwa bado ni ngumu sana, kwani kitendo hichi cha kuripotiwa ya kwamba wamerejesha vijiji takriban viwili ama vijiji viwili ni hatua pia ambayo inaonyesha kwamba bado vita inazidi kupiganwa. Hakuna mnyonge wala hakuna mdhaifu, licha ya kwamba pia ripoti nyingi sana zimekuwa zikionyesha kwamba Urusi ndiyo ina mafanikio makubwa mno, kwani pia Donetsk kwa asilimia kubwa sana tayari majeshi ya Urusi yanashikilia. Kwa hiyo ukiangalia kwenye jicho pana la kila ambacho kinaendelea, ama kwa mtazamo wa kwamba hii vita mwisho wake upoje, unaweza ukakosa, kwa sababu Donetsk ni mkoa ambao Urusi inahitaji sana. Lakini pia ukiangalia Ukraine bado sasa inashikilia kwa nguvu mno. Kama imefikia pia hatua ya kurejesha makazi baadhi ama vijiji baadhi, basi inaonyesha kwamba bado vita inapiganwa zaidi, kwamba kuna ugumu mkubwa mno wa kila ambacho Putin anakitaka na Zelensky anakihitaji. Kwa hiyo kinachobaki ni kwamba tuzidi kuona kila ambacho sasa kitakuwa kinajiri, lakini taarifa hizi pia zinaonyesha kwamba bado kabisa vita ni mbichi, kwa sababu ilitakiwa muda kama huu kwenye kila ambacho Urusi inakihitaji, basi ilibidi labda Ukraine iwe imeanza kuachilia baadhi ya majimbo kama Donetsk, lakini unaona kwamba bado kabisa mashambulizi pia ni makali kwa jeshi la Ukraine, kwa sababu mpaka inafika hatua ya kuondoa wanajeshi wa Urusi kuachia maeneo kama hayo ama kuachia vijiji viwili, sio swala rahisi ambalo unaweza ukalizungumzia ama ukabeza kwamba Ukraine haipambani. Kwa hiyo mimi naweza nikaishia hapo kwa sasa, lakini kuahidi ya kwamba kila kitu ambacho kinajiri kutoka mstari wa mbele wa kivita, na kuahidi ya kwamba nitakuwa na kujuza na kukufahamisha hichi ambacho kinaendelea kutokea huko. Cha msingi kisha kwamba unanifuatilia na unatufuatilia kila siku na umebonyeza neno subscribe kama bado haujafanya hivyo, ili pia taarifa zote hizi ambazo tumekuwa tukiziweka hapa basi mnakuwa unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Na asante kwa sana, pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi kutoka vita hii ya Urusi pamoja na Ukraine.